إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. معشر المسلمين، ndugu zangu waislamu, ni wajibu juu ya kila mmoja wetu kufahamu na kuelewa ya kwamba dini ya Uislamu, dini yetu ambayo tumeikubali na kuridhika nayo na kujifungamanisha nayo na kujinasibu nayo, bali na kujifakharisha nayo, dini hii ina mafunzo na mipaka yake, mafunzo ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu aliyeukubali huo Uislamu kuyafuata na kuyatekeleza. Kama ni maamrisho, basi ni kuyafuata maamrisho hayo; kama ni makatazo, ni kuyaacha yaliyokatazwa. Dini hii ina mipaka aliyoiweka Allah tabaraka wa taala, haifai kuivuka mipaka hiyo. Pia ni wajibu kwa kila mmoja wetu aliyeukubali Uislamu na kuridhika nao Uislamu huu na kuwa na yakini kwamba ni dini inatoka kwa Allah tabaraka wa taala, kuamini kwamba dini hii inasilihi katika kila wakati
na ni dini inayosilihi mahali popote. Uislamu hauna mahali kwamba hapo hauingii. Sasa hapa pana mambo mengine. Uislamu hapo hauna nafasi. Uislamu hauko hivyo. Uislamu umegusa katika nyanja zote za maisha ya mwanadamu kwa nyakati zote. Hili ni jambo ambalo tunatakiwa tuliamini, tulikubali. Ikiwa tumekubali kwamba Uislamu ndio dini yetu, na ndio katika zile adhkar miongoni mwa dua na nyiradi ambazo tunatakiwa sisi tuzilete, au Muislamu aliyetanabahi huwa huzileta kila siku asubuhi na jioni. Anasema raditu billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyya. Haya ni maneno ambayo anayatamka Muislamu mwenye kujitambua kila siku, si chini ya mara 2. Kwa maana kwamba wale wanaohudumu kuleta adhkar, miongoni mwa maneno ambayo mtu atakiwa ayaseme ni haya: raditu billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabiyya. Maana yake ni kwamba nimeridhia kuwa Allah tabaraka wa taala ndiye Rabb, ndiye Mola wangu. Nimeridhika na hilo mimi, na sitaki badali yake. Nimeridhika kuwa dini ya Uislamu ndiyo dini yangu, sitaki dini nyingine mimi. Nimeridhika kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wangu. Haya ni maneno makubwa kabisa. Anayazungumza maneno haya asubuhi na jioni, atakuja siku ya kiyama akiwa Allah tabaraka wa taala amemridhia. Nimetanguliza maneno haya na kufuatishia na aya, au nafuatishia na aya nilizotangulia kuzisoma hapo kabla. Aya ya 165 katika aya ya 53 na 54 katika suratul Anfal, na aya 11 katika suratu Ar-Ra'd. Aya hizi zinazungumzia mabadiliko. Aya hizi zinazungumzia mabadiliko, na walillahi alhamdu kwa kiasi kikubwa sana tunapolingania katika dini yetu na da'wa yetu na manhaji hii sahihi as-salafu salih, sehemu nyingi sana tulikuwa tukizitumia aya hizi kwa kuwahimiza Waislamu wakubali mabadiliko. Kwa kiasi kidogo walillahi alhamdu wako walioelewa, lakini wengi wao hawajaelewa, na katika hao walioelewa wako baadhi yao wamekubaliana na jambo hili. Na tuomba Allah tabaraka wa taala aweke taufiki na baraka, awafahamishe wale ambao hawajafahamu, na awaongoze wale ambao bado hawajaongoka katika hilo, katika kuyafahamu mabadiliko ya kweli ambayo Muislamu anatakiwa awe nayo. Usipokubali mabadiliko katika moyo wako, basi ujue una safari nzito sana unaelekea mbele ya Mola wako. Kuna mzigo mzito sana uliobeba katika kumwelekea Mola wako, na pingine utakuwa ni katika wenye kujuta. Lazima tubadilike, na mabadiliko ya kweli kabisa ni haya ambayo Allah tabaraka wa taala ameyataja katika aya hizi. Aya katika suratu Al-Anfal aya 53 na aya katika suratu Ar-Ra'd aya 11. Leo wito huu wa mabadiliko umechukuliwa na wanasiasa. Kila mmoja analingania kwenye mabadiliko, kwa sababu watu wanataka mabadiliko. Lakini mabadiliko makubwa yanayotakiwa ni mabadiliko katika mambo ya kimaisha. Haya maisha ya dunia tunayoishi ambayo ni ya muda mfupi. Leo tupo, kesho hatupo. Ndiyo ambayo yanawasumbua watu wengi. Maisha yao ya dunia, maisha ya dunia yamewashughulisha watu wengi sana, kiasi ambacho kama hakuna mabadiliko
basi watu watayalazimisha mabadiliko hayo kwa nguvu. Lakini ukitazama si lengo, kwa sababu safari yetu sisi haiishii hapa tu kwenye kula na kunywa na kulala. Safari yetu inaendelea mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kuna maisha baada ya kufa, kuna maisha baada ya hali hii tulionayo, kuna maisha mengine ambayo yanahitaji vile vile tuwe na mabadiliko. Sasa jambo la ajabu ni kwa Muislamu kumuona Muislamu akubali kubadilika katika kuichezea dini yake kwa ajili ya mabadiliko ya kidunia. Katika kipindi kilichopita cha miezi mitatu, watu wengi wamepoteza sifa ile ya dini yao. Swala zimewapita, lahu zimekuwa nyingi, watu wameshughulishwa na mambo, heka na harakati zimekuwa nyingi kiasi ambacho dini imewekwa pembeni. Wanasema kwamba sasa hivi si wakati wa dini, sasa hivi huu ni wakati wa siasa. Kwa hiyo usilete maneno ya msikitini mambo ya kidini. Kwa watu wakafanya wakasema waliyosema na wakafanya walioyafanya. Mimi nataka kuwakumbusha tu kwamba hii si sawa, na walichokifanya kitawagharimu mbele ya Allah tabaraka wa taala kama hawatabadilika kweli. Watakiwa watu warudi katika mstari wa Uislamu, wagandamane na Uislamu wao. Ni mmoja umekuja wakati wa shita, wakati wa kusi au wakati wa kiangazi, wakati wa hofu au wakati wa amani, wakati wa shida au wakati wa raha. Muislamu baki katika mstari wa sawa sawa. Na haya ndiyo maneno wanayozungumza wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Al-Imam al-Auza'i ana maneno maarufu kabisa yanofahamika kwa ahli sunnah wal jamaa. Anasema fasbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa alqawm, ifunge nafsi yako katika sunna na usimame mahali waliposimama watu, yani masahaba. Waqul bima qalu, na useme yale walioyasema. Wakuffa amma kaffu an, na jizuie na yale ambayo wale walijizuia. Wasluk sabila salafika salih, na fuata iandani njia ya wale wema wako waliokutangulia. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahum, kwa sababu yanakutosha wewe yale yaliyowatosha wao. Hivi ndivyo Muislamu anavyotakiwa awe. Wewe simama na sunna na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu al-Islam huwa sunna was-sunnatu hiya al-Islam, wala yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar, kama anavyosema al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Uislamu ndiyo sunna na sunna ndiyo Uislamu, na hakisimami kimoja chao isipokuwa kwa kingine. Ukitaka Uislamu usiwe gandamana na sunna katika hali zote, usibabaike. Sasa ujumbe huu na utoa kwa Waislamu wote kwa ujumla, na wale ambao walikubali kuvutika na kushawishika na wito wa mabadiliko kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Rudini katika Uislamu wa sawa sawa, msiyumbe na msiyumbishwe na uongo wa wanasiasa. Usikubali kuyumbishwa. Kuwa ni mtu mutawattin, umekazia na kusimama katika mstari wa sawa sawa. Wakibadilika watu, wewe usibadilike katika yale ambayo hayamridhishi Allah. Simama sawa sawa. Watin nafsak, usiwe wewe ni imma ikawa ni bendera fuata upepo. In ahsana an-nas, watu wakifanya vizuri ahsanta, na wewe ndio unafanya vizuri. Wa in asa'u asa'ta, watu wakifanya vibaya na wewe wafanya vibaya, kwa sababu watu wote wafanya. Usiwe namna hiyo. Watin nafsak, itulize nafsi yako mahali pamoja katika sunna. Kwa hiyo natanguliza maneno haya ili kuleta ufafanuzi juu ya aya hizi mbili zilizomo katika suratu moja, katika suratul Anfal na nyingine katika suratul Ra'd. Wallahu yatawalla as-sarair. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
watu wengi hata baadhi ya waislamu wanadhania kwamba wanao uwezo na wanazo nguvu za kubadilisha hali moja kwenda kwenye hali nyingine, kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri, wao wenyewe bila msaada wa Allah tabaraka wa taala. Na kuna baadhi ya watu wametundika matamanio yao au wametundika matarajio yao kwa baadhi ya watu 100%, kwa maana kwamba fulani huyu ndiye atakayeweza kuninasua katika janga hili. Nyoyo zao wakazifungamanisha na fulani katika viumbe, wakamwacha Allah tabaraka wa taala. Na hii ni sehemu katika shirki billah, ni udhaifu wa tauhid. Sasa kuna watu wako namna hii, wanaamini, wameaminishwa na wao wakaamini kwamba fulani anaweza mimi kulitatulia matatizo yangu, kwa maana kwamba nyoyo zao wamezifungamanisha na wanasiasa kwamba hao ndio wanaoweza kuwakwamua kutoka kwenye matatizo. Sisi tuwaambia kwamba hapana, kama wewe ni Muislamu watakiwa kwanza matarajio yako uyafungamanishe kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba yeye ndiye aliye na uwezo na mamlaka ya mwisho kabisa wa kubadilisha hali moja kwenda katika hali ya pili, uzuri au ubaya. Lakini pia watakiwa uamini kwamba nafsi yako wewe mwanadamu Muislamu, nafsi yako ina athari kubwa kabisa katika kuleta mabadiliko, na hiyo ni sunnatullah, ndio sira na utaratibu wa Allah tabaraka wa taala kwa viumbe wake. Mabadiliko anayaleta ni Allah, lakini kwanza nafsi yako. Watu wanaweza wakaishi katika mujtama, ikawa mujtama uko ovyo kabisa katika hali fulani, lakini baadhi yao wakaishi vizuri katika hali hiyo, wakawa hawahisi kile wanachokihisi wengine. Taabu wanayoipata wengine wao hawaipati. Shida na dhiki wanayowapata watu fulani ikawa wao hawaipati dhiki ile. Kadhalika bila aksi, watu wanaweza wakaishi katika mujtama uliokuwa katika hali fulani ya khairi na manfaa, khairi kubwa na baraka, lakini kuna wengine katika mahali hapo hapo khairi ile hawaipati kabisa. Allah amewanyima kwa sababu ya nafsi zao. Sasa ukitaka mabadiliko ya kiukweli kabisa, Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'ani, kama ni mabadiliko ya kutoka kwenye shari, kutoka kwenye uovu, mathalan kutoka kwenye njaa, kutoka kwenye ukame, kutoka katika hofu, kutoka kwenye dhulma, kutoka kwenye ukandamizaji na unyanyasaji, mtu amenyanyaswa, amekandamizwa, amedhulumiwa, Allah tabaraka wa taala hawezi kukutoa hapo kukupeleka katika hali ya raha, hali ya amani, hali ya utulivu, hali ya saada na ukapata khairi, isipokuwa kwanza wewe mwenyewe kwanza ubadilike. Allah anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah hata yabadilisha. Ukisoma aya hii kwa makini kabisa utaona kwamba hakuna mabadiliko yoyote. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kwa hakika Allah hata yabadilisha yale masaibu yaliyoko kwa watu mpaka wao wenyewe wabadilishe yaliyomo ndani ya nafsi zao. Labda kama kuna kipengele fulani kinafuta aya hii, hapo itakuwa labda hali itakuwa tofauti. Lakini kama hakuna kipengele chenye uwezo na mamlaka ya kuifuta aya hii, basi ufahamu kwamba hakuna mabadiliko kama watu hawatabadilika. Usije ukaona kwamba dhulma inaweza ikaondoka katika jamii ikiwa watu wenyewe ni madhalim. Usije ukaona kwamba wizi utaondoka katika mujtama ikiwa watu wenyewe wa sehemu hiyo ni wezi. Usije ukaona kwamba uongo utaondoka katika jamii na utakuja ukweli ikiwa jamii yenyewe ni watu waongo. Haiwezekani. Usije ukatarajia kwamba utapatikana uadilifu kwa watu wasiokuwa waadilifu. Haiwezekani.
Hiyo haiwezekani, kwa sababu sisi hatutawaliwi na malaika, tutawaliwa na watu wanaozaliwa kutoka kwenye mifupa yetu. Ni katika sisi, jamii yetu, wamekulia katika jamii tunayoishi. Kwa hiyo sisi wenyewe, na ndio maana ukitaka kujua hilo, mtafute yule mwenye afadhali yao zaidi, mpe nafasi. Hii ni nafasi ya pesa. Hizi pesa wewe hutahesabu chochote, kaa nazo tu. Kama ni bilioni 5, bilioni 20, lakini mshahara wako wewe kwa mwezi utapata shilingi 300,000, 400,000. Huyu mpe mwaka mmoja tu, alafu itazame ile 300,000, 400,000 anayoipata kwa mwezi na yale mambo anayoyafanya. Sasa tujalie kidogo huyu ana hofu, asema lakini hii mali ya umma sitatia mkono wangu hapa, ngoja ni chunge hivi ilivyo. Alafu itazame jamii yake, ndugu zake, jamaa zake na marafiki zake wanavyomchukulia na kumtazama. Utaona watu wote wamtia kwenye upumbavu. Yule mpumbavu yule mjinga yule bwana yule hapana, yule karogwa yule. Mtu amekaa mahali kuna mapesa, pesa nyingi kabisa, hali yake ngumu. Nyinyi au sisi katika jamii yetu ndio tutaanza kumlaumu ndugu yetu, kwa sababu yeye ni mlinzi wa kukaa na mabilioni ya mapesa, alafu kipato chake ni kidogo, hali yake ngumu. Tutamlaumu sisi, tutataka afanyeje? Aibe, kwa sababu ni jamii, hawezi. Tutataka afanyeje? Tutataka adhulumu, kwa sababu ni jamii ya madhalim. Watu hawatamsifia kwa kheri, mashaallah, yule ni mtu mwadilifu, yule mtu mzuri yule. Na kama kuna watu wamemzunguka anafanya nao kazi, wanahaha watakawapita wasichukue, akigoma mathala akiweka ukuta, akionekana kwamba yeye ni kizuizi katika kukwamisha maslahi ya watu wezi, ataondolewa huyo, hata kama kuuawa. Amekaa tu asiwazuia tu watu hapo, amekaa azuia watu jifanye mwadilifu. inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hatabadilisha yale yaliyokuwa kwa watu mpaka watu wenyewe wabadilike. Sasa kama kuna mtu alizugwa akili yake, akadanganywa, akauacha Uislamu wake, akawa anashabikia mambo hayo, afahamu kwamba ameifanyia ubaya dini yake na ameharibu dini yake. inna allaha la yughayyiru ma biqaumin. Kwa sababu tufahamu sisi kwamba wanasiasa hutumia uongo mwingi sana ili kufikia maslahi yao. Fisadi wa jana ni mwadilifu wa leo, mwadilifu wa juzi atakuwa ni fisadi wa kesho. Yani mambo kinyume na sisi tushangilia tu. Sisi tuna dini, tuna misimamo, tuna dira, tuna muongozo, tunajitambua. Mtu anaposema tupima maneno yake kwa mizani. Kama kwamba huyu anataka kutudanganya akili zetu na kutuchezea. Kwa tunajua wapi tuanzie sisi na tumepigwa wapi. Tulipopigwa ni kwamba sisi wenyewe bado ni madhalimu, sisi bado ni watu waovu. Kwa hiyo wema usiutarajie ukaja, sisi tukatarajia kheri na hali ya kuwa jamii kwa namna hii. Lakini pia tufahamu kwamba watu wanaweza wakawa katika neema, wakawa katika kheri, pamoja na kwamba neema ikawa si neema ya hivyo, ikawa ni neema katika baadhi ya nyanja. Watu wanaweza wakawa katika hali ya njaa, lakini wakawa wanaelewana na wanapendana, ikawa ndugu. Na hizi ni familia nyingi ziko namna hiyo. Ukiangalia familia maskini, lakini jambo lao la pamoja, wanashikana. Haya ni mambo yanatokea. Utaona watu wana umoja kwenye familia zao, kwenye shughuli zao, kwenye mambo yao, kwenye kijiji chao, lakini hali zao duni. Hili linawezekana. Na wengine wanaweza wakawa katika hali ya neema ya mali, lakini hawana amani, hawana umoja, hawana udugu. Mtu akikaa anakaa kwa tahadhari, wakati wote anaweza kuibiwa. Anakaa kwa tahadhari, wakati wote anaweza kuuawa. Mtu anaishi lakini hana ndugu wa kumsapoti katika mambo yake. Haya yapo. Anatamani leo angekuwa fulani katika maskini mwenye ndugu na jamaa wenye kuelewana. Haya pia yanakuja kwa sababu zetu wenyewe. Allah ndiye analeta mtihani huu, anasema dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nao ni kwamba
hakuwa Allah tabaraka wa taala ni mwenye kubadilisha neema aliyowaneemesha watu mpaka watu wabadilishe ile katika nafsi zao. Wakishaanza roho mbaya, Allah nao huatilia uadui baina yao. Wakitia uhasidi, Allah tabaraka wa taala uchafua baina yao, mambo yao yakaharibika. Wakianza chuki na bughdha, analeta hofu baina yao, hakuna amani tena kwa sababu ya wao wenyewe. Dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samiun alim. Na kwamba Allah ni msikivu mjuzi. Akatulia mfano Allah kwa yale wasibu baadhi ya watu, wasema kadabi ali fir'aun, ni kama ile hali na sira waliokuwa nayo wafuasi wa Firaun, walladhina min qablihim, na waliokuwa kabla yao, kadhabu biayati rabbihim, walizikadhibisha aya za Mola wao. Sababu walikuwa katika ufalme, walikuwa katika raghdi al-aish, maisha yao mazuri, wanaishi vizuri kiutawala wao. Firaun anaogopewa, wakuu katika nchi wanaheshimiwa, lakini wakazikadhibisha aya za Mola wao. Fa ahlaknahum bidhunubihim, tukawaangamiza wao kwa sababu ya madhambi yao. Wa aghraqna ala fir'aun, na tukawaangamiza wafuasi wa Firaun. Wa kullun kanu dhalimin, na wote hao walikuwa ni madhalim. Kwa hiyo dhulma inapoingia mahali, dhulma haingii mahali ila inaharibu. Adh-dhulmu la yadum wa idha dama dammar. Dhulma haidumu, na ikidumu kiendelea kuwepo itakuja kuvunja. Hayo unayasikia katika nchi mbalimbali, ni kwamba watu wamechoshwa na dhulma. Kwa hiyo neema zikaondoka katika miji iliyokuwa watu wakiishi kwa hali ya amani. Ukiacha gari yako hapa, utakuja kuichukua kesho kishukutwa, hakuna aliyegusa. Ukiangusha pochi yako, wallet yako umeangusha, utasikia kwenye vyombo vya habari yatangaziwa kwamba jamani, kama kuna mtu kapoteza wallet yake, kuna hivi na hivi, aje amuone mtu fulani. Amani haiko. Ukiangusha sindano pia hutaipata. Hii ni hali kutokana na sisi tutakavyokuwa. Sasa al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi ana maneno mazuri kabisa, maneno yake marefu katika kitabu al-Aqida, sharh al-Aqida at-Tahawiyya. Na ndio maana tunawahimiza watu wasome aqida, wasome itikadi, waisome tauhid, kwa sababu ukisoma tauhid ukasoma itikadi yako kwa uzuri kabisa, huwezi kuyumba wewe kwa sababu ya mabadiliko ya hali. Unakuwa ni wewe ni nafsi yako unaituliza mahali pamoja, huyumbishwi na uongo. Katika maneno aliyosema, anasema al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, mtayasoma maneno yake kwa haraka, alafu pale mahali pa ushahidi nitapatilia mkazo. Anasema amma luzumu ta'atihim, walikuwa nazungumzia watawala, wa injaru, ama suala la kulazimiana na utiifu kwao hata kama watakuwa wamefanya dhulma, فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. kwa sababu kutapatikana kwa kule kufanya mapinduzi dhidi yao, ukatoka nje ya taa yao ukaipindua serikali iliyoko, kunapatikana ufisadi mkubwa maradufu wa yale yanayopatikana katika dhulma. Yani mathalan ukaona tumechoshwa na dhulma hii, ngoja tutumie nguvu tumuondoe mtawala huyu. Uharibifu utakaopatikana katika kitendo hicho cha kuipindua nchi hiyo ni mkubwa zaidi kuliko ile dhulma atakayoifanya au dhulma aliyokuwa akiifanya. Wajibu kwa Muislamu, bali fi sabri ala jawrihim takfiru sayiat, kunapatikana katika kufanya subra juu ya dhulma yao, kuna kupatikana ndani yake kufutiwa madhambi, wa mudhaafati al-ujur, na kuongezewa malipo. Fa inna Allah al-shahidi sasa, fa inna Allah ta'ala ma sallatahum alaina illa lifasadi a'malina, kwa sababu Allah hakuwasaliti hao watawala madhalimu hao akawasaliti dhidi yetu sisi, isipokuwa ni baada ya kufisidika matendo yetu, baada ya kuwa sisi ni wabaya. Waljazau min jinsi al-amal, na malipo yanaendana na kazi uliyoifanya. Sasa anatoa ufumbuzi, anasema fa alaina alijtihada walistighfara wattaubata wa islah al-amal, ni wajibu juu yetu kufanya jitihadi katika amali
ni wajibu juu yetu kufanya istighfari, kuomba msamaha, ni wajibu juu yetu kufanya tauba, ni wajibu juu yetu kutengeneza amali zetu. Qala ta'ala, kisha tuwa ushahidi wa aya katika Qur'ani katika suratu Shura aya 30 aliposema Allah, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Na wowote uliwapateni nyinyi katika mtihani, katika msiba, ni kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu, na Allah anasamehe mengi. Hiyo hali ngumu na hiyo taabu mnayoipata ni kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu, lakini kuna msamaha mwingi pia, kuna mambo mengi mmesamehewa. Akaitaja aya nyingine katika surat Al-Imran aya 165 aliposema Allah tabaraka wa taala, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah anasema basi pale ulipokupateni nyinyi msiba katika vita vya Uhud, ambao nyinyi msiba ambao nyinyi mliwatia wao mara mbili msiba kama huo, mlisema yatoka wapi haya? Allah amwambia mtume, waambie haya yatokana na nyinyi wenyewe. Maana ya aya ni kwamba Waislamu walipoingia katika mapambano katika vita vya Uhud, nilitaja aya hii katika khutba iliyopita. Waislamu walipoingia kwenye mapambano kwenye vita vya Uhud, walikhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwa sababu ya kukhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam waliuawa zaidi ya masahaba 70 na wakajeruhiwa wengi, mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam alijeruhiwa siku ile. Sasa mtihani huu mlioupata, na nyinyi pia mliwatia wenzenu mtihani huo mara mbili katika vita vya Badri, mliwaua takriban makufari 70 na mkawateka takriban 70 kwa mara mbili. Sasa nyinyi mwauliza hii leo, mtihani huu watokea wapi? Jawabu, watokana na nyinyi wenyewe. Aya hii pia ameitaja al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi katika sehemu hii. Pia akaitaja aya nyingine katika suratul Nisa aliposema, ma asabaka min hasanatin famin Allah, yoyote yanayokupata wewe katika wema, katika mambo mazuri, haya yatoka kwa Allah. Wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik, na yale yanayokusibu katika mambo maovu, lolote linalokusibu wewe katika jambo baya, hilo linatokana na nafsi yako. Ichunguze nafsi yako, afanyaje wewe ukoje, kwa jiangalie wewe mwenyewe. Kadhalika akataja aya inayosema, wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun, basi kama hivyo tunawatawalisha baadhi ya madhalim juu ya baadhi ya madhalimu wenzao kwa sababu ya yale wanaoyachuma. Ukiona mtawala ni dhalim, basi fahamu kwamba raia wake nao ni madhalim. Ghaliban inakuwa namna hiyo, ujue dhulma imekithiri. Ndio anasema al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, fa idha arada ar-ra'iyatu, raia wakitaka raia an yatakhallasu min dhulmi al-amir adh-dhalim, kujikomboa kutoka kwenye dhulma ya mtawala aliyedhalimu, faliyatruku dhulma, na wao waache dhulma. Acha dhulma. Je, wewe hudhulumu watu? Mujitama ukoje? Hali ikoje? Kwani lazima ipatikane tasfia na atarbia na kuwarudisha watu katika usawa. Kwa hiyo sisi tutasema hayo mabadiliko ya kweli ni lazima yaanze katika nafsi zetu. Maandalizi yawepo kwenye nafsi zetu tukitaka mabadiliko ya kweli, yani ya Kiislamu, maadamu sisi ni Waislamu. Hata hayo mabadiliko ya kilimwengu yatakiwa watu wabadilike hivyo hivyo kilimwengu. Lazima watu wenyewe kwanza wabadilike. Haiwezekani ikawa jamii imekithiri waongo na matapeli alafu mtawala wao asiwe muongo tapeli. Haiwezekani. Hilo ni jambo lisilowezekana. Haiwezekani jamii ikawa imegubikwa na watu magoigoi wavivu wa kufanya kazi alafu mtawala akawa ni hodari wa kufanya kazi. Haiwezekani ikawa mjitama umegubikwa na watu wasio na mipango alafu wakatokea watu ambao wenye kuwatawala wenye mipango. Haiwezekani. Mtaishi vipi alafu? Kwa hiyo ni lazima watu wabadilike. Anayedai mabadiliko kinyume cha haya, tusema huyu katika dini yetu yuko kinyume na utaratibu, kwa sababu mabadiliko yanaanza kwenye nafsi.
Kwa hiyo tumevuruga sana, tukaacha dini, tukajiingiza katika mambo ambayo nyinyi mwajua upeo wake namna ulivyo, na wengine wajuta, kwa nini nilisema vile, kwa nini niliingia hapa, kwa nini nilifanya hivi na kadha wa kadha. Lakini mlango wa tauba uko mafuturi, tusidanganywe. Na wengine sasa hivi waambiwa tusikubali, afadhali tupigane kuliko hali na mimi. Mambo gani sasa? Sasa huyu ndiye yuko mbali kabisa na mafunzo ya dini. Kwa hiyo mtu asije akadanganywa bwana. Sisi tufahamu kwamba kuna watu mambo haya yakishakaribia, si kwamba fujo, mambo ya maana ni mambo ya demokrasi zimekuja, na mambo haya tumeona katika nchi nyingi yamekwenda yamevuruga. Wakati watu wale wenye uwezo wale familia zao uziondoa kwanza, safirini, wanaondoshwa watu, wanasafirishwa wanakwenda huko nje nchi. Alafu mambo yakiharibika tu tayari safari, wanaobaki wanaumia ni wale wakina mimi. Mambo yakitulia wanaume wenye nchi yao warudi, lakini utasikia maelfu ya watu wamekufa, fulani kauawa, fulani hivi, mali zimeharibika. Sasa wewe wapigania nini? Wafa kwenye lipi? Wamshabikia nani? Lazima uwe Muislamu mwenye akili, usichezewe akili yako. Kwa hiyo mimi nazungumza na Waislamu wenzangu, tusichezewe akili zetu na uongo wa wanasiasa. Tukitaka mabadiliko tubadilike katika nafsi zetu. Allah tabaraka wa taala tutengenezea maisha yetu, Allah atatuhifadhi, Allah atatulinda, na yoyote mwenye kupanga njama zake ovu dhidi yetu, basi maadamu tumesimama kwa upande wa Allah hatatuweza. Lakini tukimwacha Allah tukawategemea wao, hapo ndipo tutakapokuwa tumeumia. Kwa hiyo maandamano, migomo, vita, vyote hivi si ufumbuzi wa matatizo. Anayekwambia huo ndio ufumbuzi wa matatizo, huyo hana akili timamu. Na mifano iko mbele yenu mingi tu. Kwa nazungumza haya kwa kuwahurumia ndugu zangu Waislamu ambao siku zote akili zao wao huchezewa, wakaingizwa mahali ambapo hawatafakari mwisho wao wala hawaangalii dini yao inawaelekeza vipi. Ittaqullaha ya ibadallah, mwogopeni Allah. Allah fi dima, fi a'rad an-nas. Mwogopeni Allah katika damu za watu, katika heshima za watu. Haya mlioingia katika kipindi chote hicho miezi mitatu siku 90 yatosha. Rudini kwa Allah tabaraka wa taala, mtafuta chokochoko nyingine. Kwa hiyo watu warudi katika msingi wa sawa sawa. Lakini haya yote yanatokana na watu kutokujilazimisha na mafunzo ya dini. Hatutaki kusoma, na ndio maana tuangalie watu wengi katika hao wanaokwenda wanaoyumba ni watu wengi ambao hawataki kukaa chini wakasoma. Wataka Uislamu tu wa kawaida tu wa maneno mengi, ndio wanaotaka wao. Kwa hiyo muogopeni Allah tabaraka wa taala, tumuogope Allah tabaraka wa taala, tulinde heshima ya Uislamu wetu, tusichezewe sisi, tusikubali kununuliwa tukauza utu wetu na dini yetu kwa sababu ya maslahi ya baadhi ya watu. Nasallallahu tabaraka wa taala bimannihi wa karamihi an yahfazana min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina ومن فوقنا ونعوذ به أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم